la shirikisho barani Afrika, Simba dhidi ya RS Berkane. Waziri alielezea madhumuni ya serikali kwa ujumla wake kuelekea katika mchezo huu ambao ni muhimu kweli. Sasa hili limekaa kitaifa zaidi, sio la mtu mmoja, ni kitaifa zaidi. Kati ya siku bora kabisa za kuja kukagua uwanja huu ilikuwa ni leo, kwa sababu ya ukubwa wa mvua ambayo imenyesha kwa masaa zaidi ya 20 hapa. Mvua imenyesha, mimi nilitegemea nikija hapa nitakuta hali ikiwa mbaya zaidi, lakini kama mnavyoona hali kwa mvua ile, unakumbuka kama ile siku ya mechi dhidi ya Almasri hapa ilinyesha mvua ya masaa mawili tu pakawa pamechimbika. Hapa imenyesha mvua ya zaidi ya masaa 20 na bado mambo hayako kama yalivyokuwa kipindi kile, na bado sisi tunaamini hatujafika nusu ya kazi ambayo tulikuwa tunatakiwa kuifanya na tumekusudia. Leo tumepeana maagizo kwenye kikao cha ndani, yakiwemo maagizo ambayo yanachukua masaa 24, maagizo yanayochukua masaa 72 na maagizo yanayotakiwa kuisha ndani ya wiki moja. Kwa hivyo vyote hivyo tutahakikisha kwamba vinafanyika, na sisi ngadu kwa ngadu tutalala na kuamkia hapa kuhakikisha uwanja huu unachezeka. Mheshimiwa Rais amesisitiza ya kwamba pamoja na mambo mengine yote tuwape nafasi wa Tanzania wengi zaidi kushuhudia mechi hii, kwa sababu ni jambo la kihistoria na sisi hatuko hapa kwa ajili ya kumwangusha Mheshimiwa Rais. Tutahakikisha jambo hili linatekelezeka. Sisi tuko bega kwa bega na klabu ya Simba sasa hivi kama ambavyo unaona, na hatutakuwa kipingamizi. Hiyo ndio kauli yangu ya mwisho. Hatutakuwa kipingamizi, kwa maana yale yote ambayo sisi tunatakiwa kuyafanya ili mazingira yao kuelekea kwenye mchezo huu yawe rafiki sana, tutahakikisha tunayafanya. Kama ni miundombinu kama hivi unaona tunashughulika nayo, kama wanahitaji jambo lolote ambalo wanahisi serikali inatakiwa kulifanya, sisi tutalifanya. Hayo ndio maelekezo ya Mheshimiwa Rais, na tunahakikisha kwamba tutakuwa watu wa ushirikiano wa hali ya kiwango cha juu kabisa, ili kuhakikisha kwamba hawakwami kwa sababu ya vizingiti ambavyo vinaweza kutokea kupitia kwetu. Sasa unajua, we can only do so much mpaka watakapoingia uwanjani. Wakishafika uwanjani maana yake hili ni la kwao, lakini yote ambayo yanatakiwa kufanyika kabla na baada ya wao kutoka uwanjani sisi tutayafanya. We on top of it. Kuna loribika bana. Safi. Misimamo ya kikubwa sana. Kubwa kweli. Usikia mvua imenyesha muda mrefu, lakini pitch bado inadai. Na bado kuna utaratibu ambao unafanyika baada ya saa 24, saa 72 na mpaka ule muda wa wiki utaangaliwa zaidi. Bunge lazima lipigwe pale kwa Mkapa. Kabisa. Lakini kwa upande mwingine mkurugenzi msaidizi wa miundombinu sasa ya michezo Tanzania Bwana Alex Mkeyenge, miundombinu ya michezo na vifaa kabisa, ametoa ufafanuzi juu ya changamoto ambazo zilikuwa zinautatiza huo uwanja wa Mkapa, ikiwemo hiyo kujaa maji ambapo tulishuhudia katika mchezo ule wa mwisho hali ilivyokuwa. Katika uwanja huu kile ambacho kilitakiwa kufanyika ambacho ni kuhakikisha kwamba uwanja huu unakuwa vizuri kwa ajili ya mashindano. Tatizo kubwa lilikuwa ni kwamba uwanja kwa siku ile mvua ilikuwa imenyesha na kulionekana kwamba kuna maji, kuna maeneo ambayo ilikuwa yanakuwa na maji yametuama. Kwa hiyo tukagundua kwamba shida ilikuwa ni kwamba maji hayanywei kwenda chini, na baadhi ya maeneo ya uwanja ilikuwa yameshuka, kwa maana kwamba umekuwa umetumika kwa muda fulani bila kufanywa marekebisho makubwa, na kwa sababu picha haikuwa sehemu ya marekebisho yanaendelea, hiyo tunaendelea kuifanyia kazi. Kwa hiyo kilichofanyika, ukiangalia kwenye uwanja utaona kuna mistari. Wenzetu wa reform wamepewa kazi ambao ni wataalamu wa kutengeneza pitch, wamekata mistari mita moja kuanzia mwanzo wa uwanja mpaka mwisho, kuanzia goli moja hadi goli lingine, na baadaye wamechoma chini kama inchi 3 kwenda chini, wameweka mchanga. Hii mchanga ni kwa ajili ya kusaidia maji yaweze kunywea kwa urahisi, lakini pia wamejaribu kuyachoma kwa maana ya kwamba kuweka mchanga ambao utasababisha maji yote yatakayokuwa yananyeshwa na mvua yaweze kwenda, pamoja na kwamba kuna mifumo mingine ambayo inachukua maji kuingia kwenye mitaro inayozunguka uwanja. Hii ndio zoezi linafanyika. Kwa hiyo kinachoendelea mpaka sasa hivi, ambayo ukiangalia kwenye uwanja utaona wataalamu hapo, ni kwamba tunaweka mchanga kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunatengeneza ule ulalo mzuri, ili maji ya juu yaweze kutirika kwenda chini na yale ambayo yanatakiwa kunywea chini yaweze kunywea. Ndio maana tunaweka mchanga. Kwa hiyo baada ya hapa tutakuwa na mashine ambazo zitakuja kutoa uchafu, tunaita scarification. Baada ya kukata nyasi kwa kawaida kuna vipande vidogo kama ambavyo ukienda saluni unanyolewa afu unanawa. Kwa hiyo scarification machine itakuja kwa
ajili ya kuondoa zile vipande vya nyasi ambavyo vinakuwa vimebakia, ambavyo hivyo ukiviacha vinatengeneza layer ambayo inasababisha maji yasiweze kunywea. Kwa hiyo tunaviondoa hivyo, tunaita stitching kwa maana ya kuchoma, ili kuhakikisha kwamba nyasi zinapata hewa, lakini pia inaruhusu maji iweze kwenda. Tutajaza mchanga kwa ajili ya kutengeneza layer nzuri, yani uwanja uwe na level ambayo haitasababisha maji kutuama. Na baada ya hapo kazi ni kuweka mbolea, kumwagia maji, na bahati nzuri pia saizi mvua inanyesha. Tunafanya hayo kuhakikisha kwamba mpaka inapofika siku ya ukaguzi uwanja wetu uwe uko katika standard ambayo ni nzuri ya kuweza kufanya watakao kuja kucheza wacheze katika uwanja ambao una viwango vinavyokubalika. Tayari kwa hatua ya kwanza tumefanya, kama unavyoona mvua imenyesha Dar es Salaam karibia masaa karibia 20. Kuanzia jana imenyesha, imekesha imenyesha, na lakini kwenye uwanja wetu sasa tano karibia hiyo kwa ajili ya kufanya. Sasa hivi wanamaliza hawa wanaofanya kwa mkono, wakishamaliza tunaingiza trekta kwa ajili ya kufanya hayo ambayo nimeelezea. Kwanza mvua hii ni kipimo, ndio maana tunasema kwamba acha inyeshe tujue panapovuja. Acha inyeshe tujue panapovuja. Ni mkurugenzi msaidizi miundombinu ya michezo na vifaa Tanzania Alex Mkenge akielezea kwa kitaalamu zaidi. Kama una swali hapo nabii uliulize kitaalamu pia. Una swali la kitaalamu? Wajibu wote swali ni kusubiri tu na kuona namna ambavyo tutakwenda kutumika katika eneo la pitch. Sisi bana, shabiki wa mpira, sisi hatuna tabu cha kukata, tukisimama safi tu. Watu wasubiria tiketi zitangazwe. Uniambie viti hakuna, hayo mwanzo mwisho. Tumesimama hiyo mdokai fresh tu. Sitachohitaji pitch tu. Pale kwa kuchezea pale watu upigi wa ubonde. Lakini mali watu huko nini mambo ya fresh tavumilia huko kwenye kusimama tutasimama. Mimi nimeshaka kwa kasi hii kila kitu kitakuwa sawa. Tunzo tu.